Naam, ni Baraka One TV moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajabu Akili Kabonga. Ili kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muktasari wenyewe wa habari za moto. Goma, wazalendo waanza upya vita ndani ya mji wa Goma. Fizi Minembwe, hali mbaya kwa M23 Twirwaneho na Redi Tabara. Uvira, wazalendo waombwa kupigania nchi isiyo kutegemea Kinshasa. Na ikiwa ni tarehe 12 za mwezi wa 4 2025, ambako kunasikiza matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saa 12 saa za Afrika ya Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Tembelea Baraka One TV channel 2 ili pia uweze kukutana na matukio mbalimbali yanazidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia usisahau kwamba Operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea, na hii ni Baraka One TV. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka ndani ya mji wa Goma, ambako wazalendo waanza upya vita ndani ya mji wa Goma. Mpaka kwa mkia leo hiyo siku ya jana tarehe 11 ya mwezi wa 4 2025, mida ya saa 4 usiku, milio ya silaha nzito pamoja na nyepesi ilisikika, huku wazalendo wakifunga njia ya Sake pamoja na Minova, na pia kata mbalimbali za jiji la Goma lilishuhudia mashambulizi makali kutoka kwa wazalendo dhidi ya magaidi wa M23. Wakahaji wa ndani ya jiji la Goma wanashuhudia kuona na kusikia milio ya risasi ikitokea maeneo ya Nyiragongo, Ndosho, Seselka, Mugunga, Kechero, milio ya risasi ambayo inasemekana ni ya wazalendo wakijaribu kuingia ndani ya mji wa Goma, huku wakipambana na magaidi wa M23 LSPF Kongo pamoja na RDF. Kuingia kwa wazalendo ndani ya jiji la Goma bado mpaka sasa hivi akijajulikana ni nini ambacho kimekwenda kutokea na nini ambacho pia kinapangiwa ili kuweza kuokoa wakaaji ambao wanazidi kuteseka ndani ya mji wa Goma. Wazalendo bado wako kando ya mji wa Goma, huku katikati ya Goma magaidi wa M23 wakionekana kuwa na silaha nzito kwa ajili ya kuzuia wazalendo wasiendelee kuwa kimaeneo ya kando ya mji wa Goma. Hii ni Baraka One TV. Sasa wale wenye biko na bishia kusema kama bazalendo wafanye kitu, na hapa natoka wapi? Wale wanatoka mu parke, wale banasema mpaka baingie Rwanda. Bamingi biko nawaza kose nyamu iko na muko mbali, muko mbali amuyo ma realite benye biko sur terrain, njo mko nauliza gisi bitu inabadilika. Kole sura yenyewe ilikuwa mbele, njo gisi ilikuwa, njo vita yenyewe ile iko leo. Njo ile bakujiunga tu, bakujiunga bajiunge tu kwa tretre, lakini tunajua kama la patrie ou la mort. Na baada ya taarifa hizo kutoka ndani ya mji wa Goma, na moja kwa moja tuirudi jimboni Kivu ya Kusini, ndani ya tarafa la Fizi, maeneo ya Minembwe, ambako hali ni mbaya kwa magaidi wa M23 Twirwaneho pamoja na Redi Tabara. Mashambulizi ya drones za FARDC dhidi ya vikosi vya M23 Twirwaneho na Redi Tabara vimesababisha mauaji ya viongozi wakuu 4 wa kundi hilo ambao wameweza kushimikwa hapa majuzi. Miongoni mwa makamanda waliouliwa na drones za FARDC pamoja na Bosco Tahimbare ambaye ni mwenza wake wa Sematama.
Kwa sasa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na wazalendo wamechukua eneo kubwa la Minembwe, huku magaidi wa M23 Twirwaneho na Red Tabara wakiwa wamezingirwa, hakuna pa kuingia wala pa kutokea. Utafahamu tu kwamba Minembwe ni sehemu ya kimkakati ambako endapo Minembwe itasalia kuwa mikononi mwa magaidi wa M23, basi mikoa ya Maniema, Tanganyika pamoja na Haut-Katanga vitakuwa kwenye wasiwasi mkubwa. Kupitia barua iliyoandikwa na Alliance Fleuve Congo M23, huku wakisema kwamba Minembwe raia wanazidi kuuliwa na kutaka kuonesha Umoja wa Mataifa kwamba wanaopigana na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maeneo ya Minembwe wala sio wanajeshi bali ni raia wenye asili ya Kitusi, kitu ambacho ni uongo na ni uongo tena ni uongo. Kikundi cha Twirwaneho kiliweza kutangaza miezi kadhaa iliyopita kujiunga moja kwa moja na magaidi wa Alliance Fleuve Congo M23 pamoja na RDF kwa lengo la kumpindua rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Hii ni Baraka1 TV. Na huko unasikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Ejide Kizenga Tembele pamoja na King Seleman kuendelea kuwa pamoja na Baraka1 TV. Pia unasikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mikoa yote ya DRC, Afrika Mashariki pamoja na Afrika ya Kati, South Africa, ukiwa kwa Australia, ukiwa kwa Canada, United States of America, kote huko mnakuwa mko pamoja na Baraka1 TV. Na baada ya taarifa zote hizo ambazo umeweza kusikiliza, na moja kwa moja tuingie ndani ya jiji la Uvira ambako wazalendo waombwa kuweza kupigania nchi na wala sio kutegemea serikali ya Kinshasa. Kutokana na ahadi zisizotimilika za viongozi wa jiji la Kinshasa, huku wanaoteseka na kuhangaika ni watoto wa Kivu ya Kusini, watoto wa Kivu ya Kaskazini pamoja na watoto wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baadhi ya watafiti na wachambuzi wa siasa wanawataka wazalendo kuweza kuachana moja kwa moja na mipango ya serikali, badala yake waweze kupigana kwa ajili ya kutetea taifa. Wazalendo wamekuwa wakishutumu serikali kutokuwapa silaha, pia kutokuwapa mahitaji muhimu ya kivita, na huku wakisema wanakatazwa kwenda kwenye uwanja wa vita kwa kuwapiga magaidi wa M23 Alliance Fleuve Congo pamoja na RDF. Kitendo hicho kimeweza kuwagusa wakongomani na kuwataka wazalendo waachane kabisa na kuitegemea serikali ya Kinshasa, badala yake waweze kupigana kwa ajili ya kutetea taifa na wala sio kwa ajili ya serikali ya Kinshasa. Mengi na zaidi, hebu tusikilize mchambuzi wetu wa siasa. Na Mungu awabariki watumishi wa Mungu. Mungu awasaidie na watendee mema. Ninachotaka kusema Papa Rajabu ni kwamba sisi wakongomani ambao tunazaliwa mueste tujue ya kwamba Kinshasa hakuna msaada wetu. Ile ndio tujue tu. Na wazalendo waelewe ya kwamba Kinshasa hakuna msaada yenye tatokea Kinshasa ya kusaidia este. Na kama wanaweza kusimama kupigana ili kusudi bangoje oda ya kutoka Kinshasa, maana yake watakuwa nao walishakuwa konfeki na maneno ya guvernema ya Kinshasa. Sababu gani?
Kinshasa hakutoke mtu ambaye anakuja kwa njia ya kuankuraje vita ya wazalendo wala vita yoyote ambayo inagombana kwa ajili ya kuokoa nchi yetu kumikono ya baetranger. Hakuna, hayuko. Sababu ya nini? Gouvernement ya Kinshasa pour le moment, gouvernement, parlement njo na kwa gouvernement, Sénat njo na kwa gouvernement, ministere njo na kwa gouvernement. Bale batu yote benye bako kwa ile mafasi ni watu ya kabila, na kama Kabila alitangaza aseme mimi ninatarudia Kongo, sio kwamba alitangaza kwa sababu haiko Kongo. Kabila iko Mkongo, sababu guvernema zake njo zenye zinatawala na njo zenye Kisekedi iko anaona tayari amebanwa na guvernema, amebanwa na Sena, amebanwa na parlema. Hakuna chochote Kenya anaweza fanya kwa ajili ya este aseme kitatenire. Hakuna jibu yenye naweza toka kwake kwa ajili ya este, haiko. Wazalendo wasifunge macho aseme guvernema itatusaidia, haitatusaidia. Wazalendo walipigana vita sana bila kuangalia guvernema. Ya Kutumba ni gerie wa kutosha, amepambana vita miaka mingi. Vita ya mabonde anaijua, vita ya milima anaijua, vita ya Mumai anaijua. Sio kwamba ni mwanafunzi wa vita, hapana, anajua kila kitu. Niye kwa pendekezo langu, wazalendo waachane na komandema ya Kinshasa, waachane na komandema ya ministeri za Kinshasa, waachane na komandema ya parlema ya Kinshasa, waachane na komandema ya Sena ya Kinshasa. Kabla wangali wanaenda marenio za watu benye walitoka Kinshasa, bana wademolarize, bana watosha musimamo yenye walikuwa nayo, na nchi itaendelea kupondekana. Niye kwa mashauri yangu, mzalendo kama ni kweli alijitoa juu ya kugomboa nchi. Nimefuata ndugu yetu moja anasema kwamba Uvira itakuwa iko katikati ya meno. Ni kweli, basoda walikimbia Goma, balipitia Uvira wakaenda Kalemi, bamoja balibakia Kalemi na wengine bakarudia tena mu Uvira. Bale basoda yote benye balikimbilia Kalemi na wengine bakarubakia mu Uvira, habana furaha juu ya wazalendo gisi banasifiwa na population, wanasifiwa na raia, habana ile furaha. Inafaa wazalendo waelewe ile, inafaa waelewe mwendre geste Uvira inaweza anguka mikono ya M23. Sababu ya nini? FARDC ba mingi ni batretre, banaweza angusha Uvira. Basijipige kifua aseme sie tuko bazalendo tunashindanaka tunapiganaka. Basijipige kifua vile. Kujipiga kifua, bajipige kifua na wako wanapambana vita. Kama vile walivamia Nyangezi, wavamie, kuendelea, washuke Bukavu, wabomole kabisa. Ikamanyole waitoshe mikono ya wazalendo, ya nani, ya ba M23, waitoshe. Basi sinzie. Basi angalie Burunde bako mukomandema ya Kinshasa. Sababu bako sawa vile ba mercenaire benye balitoka benye Kisekedi alikuwa na lomba kwenye rais wa Burundi iko. Bakifuatana nao inchi taenda vraiment. Basifuatane na zile makomandema, bapigane, bakamate Bukavu
na wakitaka wanaweka wabo guvernere pale, haiko mbaya. Kinshasa itapanga vya kupanga na balisha gomboa Bukavu, balisha kamata Bukavu, aeroporo ya Kavumu walisha itosha mikono yao. Wale wandugu wenye wako wanagombana ngambo ya Kavumu, ngambo ya nani ya Katana, bale wenye wako wanashuka ngambo ya Kale kule, wakuwe na kuraje kabisa, wapambane vita, wakate barabara kabisa mzuri, wapambane vita, waelekee Nyabibwe, Mukwija, baendelee mpaka Ruhunde, Nyamasasa, bafukuze nani Minova. Bakisha fukuza abo Minova, banafunga kwanza, bafanya ratissage mu Nord Kivu yote mzima, obordi lake yote fungwe, kuanzia kule Minova kuendelea mpaka Bukavu, wafunge obordi lake, wafunge bahari, waifunge kabisa. Antuka bapambane hii vita, basisinzie kabisa. Mungu atakuwa pamoja nao, Mungu atawapigania. Asante. Ni mimi nilipenda tena kupendekeza. Mungu awabariki. Asante. Na hapo ndipo tunakwenda kung'oa nanga kwa asubuhi hii ya leo. Tukutana nani majira ya saa 6 mchana, ambako tutakuwa na mengi ya kuzungumzia kuhusiana na vita ambayo iko inazidi kuendelea huko maeneo ya Minembwe, ambako magaidi wanakiona cha mtema kuni. Tutanani pia saa 9 pamoja na saa 12, ambako tutaenda kusikiza mitazamo mbalimbali ya Wakongomani. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP. Ciao ciao.